Ibrahim, karibu sana. Tuanzie Kongo. Imekuwa ni jambo la kushangaza kwamba SADC wameamua na wenyewe kuondoa vikosi vyao huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na si muda mrefu tangu waanze operation zao. Umoja wa Mataifa, vikosi vya Umoja wa Mataifa wa MONUSCO vimekaa pale zaidi ya miongo miwili. Lakini SADC operation hizi zimefanyika muda mfupi sana na sasa wanaamua kurudisha majeshi nyumbani. Kwa nini? Bila shaka kuna kitu ndani ya Kongo hatuambiwi uhalisia. Ukitazama yale matukio yale kwa vitendo, kuna vitu kama hatuvipati moja kwa moja kuambiwa kuwa shida ni nini. Unaweza kusema vikosi vya Umoja wa Mataifa kama MONUSCO vimekuwepo kwa miaka 20. Vile vilikuwa ni vikosi vya uangalizi, vikosi vya usimamizi wa amani, sio vikosi vya kupambana. Ni tofauti na vikosi vya SADC vilivyoingia au vikosi vya East Africa vilivyoingia. Lakini vikosi vya MONUSCO ambao vimekuwepo muda mrefu vilikuwa vikilaumiwa sana kwa kile kinachotokea. Lakini nadhani ilikuwa ni kupokea taarifa tofauti au malengo ya watu kuelewa hivi vikosi viko hapa kwa ajili ya nini. Kwa sababu vile vikosi havikutumwa kwenda kupokonya silaha wala havikutumwa kwenda kupambana na makundi yenye silaha, ila vilipelekwa kwa ajili ya amani. Hivi vikosi vya East Africa na vikosi vya SADC ambao awali vilikuwepo vya East Africa vikaondoka, vikaja vikosi vya SADC, ndivyo vikosi vilikuwepo kwa ajili ya kupambana na makundi yenye silaha. Sasa kuondoka kwa vikosi vya SADC nchi 16, hapa ndio kunapoleta maswali, kwa sababu kazi waliotumwa na mkataba wao ulikuwa upi? Yani kuwa umekwisha, umemalizika, au wanaondoka kwa sababu gani? Wanaondoka baada ya tangazo la Angola la kuwa Angola sasa itawakutanisha M23 na serikali ya Kongo ambao wamekubaliana mazungumzo yataanza tarehe 18. Manake baada ya hilo tangazo ndio tunasikia kuwa SADC sasa na wao wanaondoka. Kuondoka kwa SADC, nenda kafate kauli iliyotolewa na Rwanda baada ya kusikia vikosi vya SADC vinaongoza. Wanasema kuwa huu ni uamuzi sahihi ambao utaleta utulivu wa eneo. Lakini utulivu gani? Yani kuwa watapata urahisi vikosi vya M23 kwenda kwa sababu sasa hivi M23 wanaendelea kuchukua miji na vijiji. Hawaja stop, wanaendelea. Sasa unaweza kusema kuwa kizingiti nini? Ni SADC. Kwa sababu vikosi ukiangalia kama vya FARDC vimeshutumiwa kwa kashfa nyingi kwa sasa hivi, kuwa kwanza watu ambao yani wakongomani wamekuwa hawaogopi tu M23, ila wanaogopa hata wakiwaona askari wao sehemu. Manake kuwa kila aliyemiliki silaha ndani ya ardhi ya Kongo amekuwa ni tishio kwa wale wasiokuwa na silaha. Uporaji, wizi. Yani raia ambapo wakiona wanajeshi wanakimbia zaidi kwa sababu tu na kwenyewe ni tishio limekuwa vile. Haya ni maamuzi, ni sehemu ya maamuzi ya kikao kilichoketi hapa Dar es Salaam ambacho kiliunganisha SADC na EAC. Hapana. Hii mada haikuwepo kabisa vikosi vya SADC kuondoka. Ile mada ya Dar es Salaam ilikuwa hasa kuhusu mazungumzo. Yani kuwa wanawezaje kulitatua hili swala. Manake sio kuondoka. Huu uamuzi wa kuondoka vikosi vya SADC, kwa sababu mimi nimeusikia baada ya kauli ya Angola ya juzi kuwa amekubali Rais Lourenço amesema kuwa tumekubaliana sasa tutawakutanisha Tshisekedi waasi na kitu ambacho walikuwa nakipinga kuanzia wale. Unakumbuka kabla ya kudondoka Goma na Bukavu, mkutano wa mwisho ambao ulivunjika ndio kasababisha machafuko makubwa ulikuwa wa Angola, ambapo walikuwa wanaenda kukutana Tshisekedi na Kagame. Baadaye Kagame akasema kuwa Kongo wanapaswa wazungumze na M23, sio sisi. Kongo walivyokataa kusema kuwa hatuwezi kuzungumza na M23, tunataka tuzungumze na Rwanda, ndipo tukaona nguvu kubwa imepelekwa M23 kuanza kutaka kuchukua miji. Ilikuwa ni shinikizo. Shinikizo. Sasa nadhani ukitazama kwa hiki kinachoendelea kuwa M23 ambao wanatajwa kusapotiwa na Rwanda, kwa sababu Rwanda anatajwa kuwepo na askari kati ya 3,000 na 4,000 kwake kwenye ambao wanasaidiana na M23. Hiki kinachoenda kutokea, wanaenda kutimiza malengo. Kwa sababu malengo wanayotimiza sana walikuwa nakitaka, na ndio maana unaona kuwa serikali ya Kongo ilikuwa haitaki mazungumzo na M23, kwa sababu yale mazungumzo yalikuwa yanaenda kuwahakikishia, yani kuwapa kile wanachokitaka, kuwa lazima tutapewa kitu fulani, kwa sababu awali yalishawahi kutokea vita ya 90, zile vita ya mwanzo 2000, yote yalitokea haya. Sasa hivi vikosi vya SADC nchi 16 vimenyosha mikono, vinarudi nyumbani. Kongo wanahitaji nini sana hasa kwenye operation za kijeshi? Kwa sababu
kumbuka waasi wa M23 sio mara ya kwanza kusumbua. Kuna wakati walichechamaa kweli kweli na tuliwasaidia, Tanzania tuliwasaidia, tulipeleka brigade chini ya aliyekuwa luteni jenerali Mwakibolwa na ni kama tulifanikiwa kwenye ile operation kwa sababu tuliweza kuwasambaratisha, wakapoteana na baadaye ndio wamekuja kujikusanya tena na kuanza tena kuleta shida hizi. 2012 iko 2012 ilikuwa na operation kama ya mwaka mmoja hivi. Lakini sasa hivi pengine inahitajika operation kama ile. Swala la Kongo, Goodluck, ukilitazama kwa nini unaweza kusema kuwa SADC nchi 16 wanapambana na kikundi cha M23 akisaidiwa na Rwanda. Unaweza kuona kuwa eti kweli wanaweza kuwashinda. Naamini kuwa nchi moja tu ya SADC inaweza ikasimama na M23 na ikawatoa kwenye njia wakaondoka kabisa. Kwa nchi moja tu, sisemi kuwa uchukue nchi zote. Afrika Kusini alikuwa na askari 1000. Lakini swala la Kongo, nyuma kuna kitu ambacho hakiko wazi sana kwenye hili. Yaani kuwa kwa sababu rudi nyuma kidogo, mfano tuseme miaka ya 90, wakati kwenye mgogoro wa Kongo ulivyokuwa, manake kuna nchi ziliingilia kati, walikuwepo Uganda, waliingia Burundi, waliingia Angola, waliingia Rwanda, waliingia nchi nyingi ziliingia kwenye ule mgogoro. Lakini rudi kwenye maamuzi yaliyokuja kuchukuliwa na Umoja wa Mataifa baadaye, yalienda kupiga vikwazo Kongo kupewa silaha kwa sababu wakashutumiwa jeshi la Kongo lilifanya uhalifu dhidi ya raia. Lakini hakuna nchi nyingine hata zilizoingilia ziliwekewa vikwazo vya silaha. Sijui unaelewa. Kongo kaondolewa vikwazo vya kumiliki silaha ni 2022 Disemba, 2022 Disemba. Yani ni mwaka mmoja, 23, 24, 25 wanaingia kwenye mzozo. Yani wana kipindi cha miaka miwili tu kuanza kujenga jeshi lao, kuanza kununua silaha, kuanza kupokea, miaka miwili iliyopita. Sasa ni kama kuna ajenda ambayo iko nyuma inapikwa kusudi kuwa Kongo haipaswi kuwa na jeshi imara. Sasa tunachokiona baadhi ya askari wa Kongo, jeshi la Kongo FARDC, wengine wanajitoa, wengine wanajiunga na M23, wengine wanakimbia uwanja wa mapambano. Vikosi vya SADC ndio hivyo vinaondoka, MONUSCO wameondoka, operation ya EAC ile ambayo walipelekaga wanajeshi nao wameondoka. Matumaini ya Kongo sasa hivi yako wapi? Hakuna matumaini zaidi ya hiki wanachoenda kukifanya hivi sasa, kukaa kwenye meza. Manake yako Luanda. Yani hiki ndio wanaweza kusema matumaini. Ndio maana nimerudi na kuambia kuwa ni kama vile kuna kitu hatuambiwi. Yani shida ya Kongo ni ipi hatuambiwi. Kwa nini hivi vikosi vinaondoka wakati hali bado haijatulia? Kwa nini vinashindwa kudhibiti hii kitu kinatokea? Kwa nini hakuna vikwazo vya silaha kwa wasambazaji wa silaha Kongo? Kwa nini hakuna vikwazo vibaya kwa wale wanaosaidia vurugu za Kongo? Yani tunaona kila kitu kinaendelea na kila kitu kiko sawa. Na hili ndio maana limemfanya sasa hata Tshisekedi kuona kuwa utabaki peke yako. Na hawa hakuna kitachobadilika. Kwa hiyo kaa kwenye meza umalize kuzungumza. Kwa sababu hutopata kingine ambacho unaweza ukakipata kwenye hili. Ndio maana unasema kuwa kwa nini? Yani kwa sababu hakuna kinachoeleweka kwenye Kongo, kuwa hatuambiwi ukweli kuwa matatizo ya Kongo yanatoka wapi. Je, ni Kongo inatakiwa iishi hivi kuchukua na jeshi imara? Kwa sababu kila hatua unapoziona zinataka kuchukuliwa za kutaka kuimarisha jeshi la Kongo, unaona kama vile kuna mapambano ya nje yanatokea kudhibiti ukubwa au uimara wa jeshi la Kongo, yani ibaki kuwa dhaifu. Yani watu waweze kuingia na nchi ziweze kuingia kujichotea kile wanachoweza kujichota. Sasa tuangalie mkutano wa sasa mmoja kati ya mkutano wa nchi tajiri zaidi duniani, G7, nchi tajiri zaidi kiviwanda, ambao wanakutana huko Canada. Canada ambayo sasa hivi pia inakwenda kuapisha waziri mkuu mpya McCain. Yes, baada ya Justin Trudeau kujiuzulu. Na Canada ambayo pia imekuwa ikikumbwa na vitisho sana kutoka utawala mpya wa Marekani, kuwekewa vikwazo vya kiuchumi na Marekani kutaka kuimiliki na vitu kama hivyo. Lakini tunaona mkutano huu pia unafanyika katika kipindi ambacho kuna kiu kubwa ya kumaliza vita huko Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huu pengine una mambo gani hasa makubwa kwa dunia? Nadhani huu mkutano umebeba ajenda kubwa moja, na ajenda ambayo itajadiliwa chini kwa chini ni ya taarifa ya masuala ya makodi. Lakini ajenda kubwa ni ya Ukraine, kumaliza mzozo wa Ukraine, ambapo mkutano uliomalizika juzi kule Jeddah, ambao uliwakutanisha Marekani na Ukraine, na Zelensky alikwenda,
baadaye wakabaki mawaziri. Mkutano ambao ulitoa tamko ambalo tulilipata sasa kuwa Ukraine imekubali usitishaji wa siku 30. Tukawa tukisubiri kauli kutoka kwa Urusi. Nadhani Urusi jana Putin alijibu wakati alikuwa anazungumza na Lukashenko. Alisema kuwa wamekubaliana, lakini bado wana vitu vingi sana vya kuzungumza katika masharti. Kwa hiyo mkutano wa Canada huu wa G7 wenyewe umekwenda hasa kuangalia masuala ya Ukraine. Lakini watajadili kuhusu mabadiliko makubwa ya sera za Marekani kwenye uchumi wa dunia, hasa masuala ya kodi. Mfano kama sasa vita kubwa ya kodi iko kati ya Marekani na Canada, jirani yake ambaye kwa muda mrefu wamekuwa wakishirikiana kwa mambo mengi, wanauziana vitu vingi. Sasa ni kama vile Trump ameng'ata jongo, ukiweka na weka, ni haelewi chochote. Sasa yani ni vita kubwa. Nadhani katika hiyo mjadala utakuwepo, utajadili kuhusu Ukraine na watajadili kuhusu hali ya dunia ilivyo sasa kwenye masuala ya kiuchumi. Kwenye masuala ya uchumi. Lakini tumemsikia Marco Rubio, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, anasema masuala ya Marekani kuichukua Canada, masuala ya Canada na Marekani hayatajadiliwa kwenye hilo. Hawatojadili hilo kwa sababu watajadili masuala ya kodi. Yani kukwepesha lile, kwa sababu Rubio anachokwepa ni vyombo vya habari ambavyo anajua kabisa nitakutana na maswali kama haya, kwa sababu kwa leo good luck, jinsi Trump anavyotaka kuifanya dunia iwe, au jinsi Trump anavyochukua hatua zake, ni hatua ambazo unaiona dunia iliishi labda karne ya 10. Yani mwenye nguvu, ukiwa na nguvu unaweza kujichukulia chochote, kwa sababu tukisoma tawala nyingi ambazo zimewahi kuwepo duniani zilikuwa ni tawala ambazo zilikuwa zina uwezo tu wa nguvu, sio kwamba chochote. Kuwa wewe ukiwa na jeshi kubwa unawaza hapa, mimi nimeshaichukua hapa, moja nikaichukue na Kenya. Unaenda na jeshi lako unawapiga, unaichukua inakuwa yako. Ukitoka pale unatafuta kwingine unawachukua, unapiga. Kwa hiyo Marekani anatumia nguvu yake kubwa ya uwezo, fedha, jeshi, kila kitu. Fikiria kauli ambayo ameitoa Trump jana kuhusu Panama. Anasema sasa tuangalie uwezekano wa jeshi liweze kuangalia jinsi ya kudhibiti mfereji wa Panama tena, ambao walijitoa mwaka 99. Sasa unakaa unafikiria kuwa hizi nguvu ambazo tunamlalamikia Urusi alizitumia kwa Ukraine, mbona sasa wengine wanataka wazitumie kwingine, ambapo kuwa mimi nikiwa na nguvu naweza kuingia kwenye nchi yoyote tu nikaenda nikanani. Hiyo dunia iliishi karne ya 10, karne ya 7 huko ndio watu waliishi kwa, lakini tulikuja tukapangiana ustaarabu wa ulimwengu kuwa kila mmoja amheshimu wenzake. Hata kama ni nchi ndogo, waache wawe na nchi yao, ni nchi huru bila kubugudhiwa na nchi nyingine. Lakini kama tutaamua kuwa yoyote mwenye nguvu anaweza kuvamia nchi ndogo na akaishinikiza, kama Marekani anavyokuwa, kama vile Trump anaiambia Canada kuwa ukikubaliana na kuwa jimbo la 51 kwetu, haya yote yatakwisha, itakuwa free tax, kila kitu kitaondoka, yani kila kitu sasa. Yani unanipa shinikizo la nguvu kwa sababu una uwezo, ili ukipate kile kitu cha kwangu. Ni kile ambacho Marekani amemfanyia Ukraine. Baada ya Ukraine kukataa kuwa unataka madini yangu, sawa, nipe dhamana ya usalama, hatuwezi ukupa, lakini mwisho wa yote nakata usaidizi, nafunga anga na kila kitu. Yani kumpa shinikizo ambayo kunafahamu kabisa kuwa ni kama vile umemwekea mtutu kichwani, nipe ulichonacho mfukoni. Atafanya nini? Atakupa, lakini huwezi kusema kama huu ni ushindi. Yani kuwa amenipa kwa ridhaa yake, hajakupa kwa ridhaa yake. Amekupa kwa sababu umemtisha. Kwa sababu umegusia swala la Ukraine, tumalizie na taarifa hiyo. Tumeona Rais Zelensky akilalamika kwamba Urusi inachechemea, yani inakwenda mwendo wa kinyonga taratibu kabisa kwenye kutafuta suluhu, hasa hii swala la ceasefire, kusitisha mapigano. Kwenye hili kuna nadharia mbili unaweza ukazipata. Ukienda kwa Ukraine wenyewe, yani ukisikiliza raia wa Ukraine wanapozungumza kuhusu Urusi, wa Ukraine wengi hawana imani na Urusi kwenye hili la usitishaji, kwa sababu wa Ukraine wana kumbukumbu na chanzo cha matatizo yalipoanzia. Matatizo mengi yalianza kuanzia ile 2012, 2013 kwenye maandamano yale ya Euromaidan. Baadaye kuja Crimea kuchukuliwa. Wamepita kwenye makubaliano mengi, na ndio makubaliano ambayo Zelensky aliyazungumza kwenye ofisi ya Oval, kwa sababu tu yeye hakuwa chaguo la vyombo vya habari vya magharibi. Watu walimnukuu Trump zaidi kuliko Zelensky, lakini Zelensky alikuwa anamuuliza JD Vance, tuzungumze demokrasia gani? Yani unataka tutumie diplomasia gani ambayo wewe unaizungumza? Kwa sababu kama Urusi kukaa naye kwenye meza, tuna miaka tumekaa naye, tulishakubaliana kila kitu, lakini alituvamia. Sasa unataka tuzungumze diplomasia gani?
Kwa hiyo ukiwasikiliza wa Ukraine wana hiyo hoja, lakini Urusi hofu yake kwenye hili ambapo ndio maana unaona kuwa wanasema kuwa anachukua hatua taratibu. Hata yeye amekubaliana na siku 30, lakini akasema kuwa kuna vitu lazima tuzungumze na Marekani. Anauliza, haya makubaliano ni halisi au mnataka mnizunguke? Kwa sababu Urusi, unakumbuka katika interview aliyoifanya Putin na Taka mwaka jana, alizungumza akasema kuwa vita hii tulishaimaliza toka 2022 kwenye mazungumzo ya Ankara, Uturuki. Lakini Marekani na Uingereza ya Boris Johnson ndio walimwambia Zelensky akatae. Wakati Urusi anajiondoa Kiev, akaelekea upande wa mashariki, anasema tulishaimaliza. Lakini wao waligeuka. Sasa hofu ya Putin ni kitu kimoja, kuwa ndani ya siku 30, je, Ukraine ataendelea kupokea silaha? Ukraine vikosi vyake vinaendelea kupokea mafunzo kutoka kwa washirika wa magharibi. Je, katika siku 30 ataendelea kupokea? Au siku 30 mnataka kuzitumia kama nafasi ya kujipanga ili Ukraine aweze kurudisha maeneo yake? Kwa hiyo kitu kimoja kilichopo ni kuwa imani ya Putin kwa magharibi ni ndogo. Ndio maana kuna hili ambalo Zelensky analisema kama anajivuta taratibu. Ni yeye hawaamini kama vile wao hawamwamini. Ndio kinachotokea. Asante sana kwa uchambuzi ambao tupatia. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Tunakamilisha hivyo.